Katika maandiko matakatifu tunaona suala la kufunga limetiliwa muhimu sana. Tangu enzi za Agano la Kale tunaona watu walifunga. Musa alifunga siku 40. Nabii Musa alifunga siku 40. Esther, nabii mwanamke ambaye aliwatahadharisha Wayahudi kwamba wafunge kwa muda wa siku 3 bila kula wala kunywa, kwa sababu walikuwa katika hatari ya kuuawa kwa amri ya mfalme. Lakini pia tunaona katika kitabu cha Danieli anafunga siku 21. Lakini zaidi sana tunaona Bwana Yesu naye anafunga siku 40. Kwa hiyo kufunga kumeanza tangu Agano la Kale hata kufika Agano Jipya, ambapo tunaona kiongozi wetu mkuu, ndiyo mwanzilishi wa kanisa, Bwana Yesu anafunga siku 40, kama tulivyosoma katika maandiko kwamba Yesu alipandishwa nyikani kwenda kujaribiwa na Ibilisi. Jaribu la kwanza alilompa ni abadilishe mawe kuwa mikate. Na kwa nini alifanya hivyo? Shetani ama Ibilisi alimjaribu Yesu kwa njaa, kwa sababu alijua amefunga siku 40. Amekuwa jangwani kwa siku hizo zote. Kwa hiyo lazima atashawishiwa ama atashawishika kufanya hicho ambacho Ibilisi alikuwa anamjaribu. Na mara nyingi tunaona njaa ni kitu kibaya sana. Njaa inatudhalilisha. Njaa inatufanya tuingie kwenye majaribu makubwa kwa sababu ya njaa. Na hapa Yesu anajaribiwa kwa njaa. Lakini tunaona Yesu anasema mtu hataishi kwa mkate tu, isipokuwa kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hili ndio lilokuwa jaribu la kwanza la Yesu kwa habari ya njaa. Lakini jaribu la pili, Ibilisi anamchukua mpaka juu kwenye kinara cha hekalu, anamwambia ikiwa ndio mwana wa Mungu jitupe chini, kwa sababu imeandikwa atakuagizia malaika waje wakudake. Na hapa Yesu alijaribiwa kwa habari ya ukuu na mamlaka yake. Watu wengi tumejaribiwa katika hayo. Kiwa kiongozi mahali, watu watakusifia, watu watakuinua, na wengine kwa kufanya hivi wameangushwa. Wakristo wengi hatusomi neno la Mungu. Kwa hiyo majaribu yanapokuja, basi ni rahisi kuanguka, kwa sababu hatuzijui amri za Mungu, hatujui neno la Mungu. Bwana Yesu katika kila jaribu alitumia imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Manake na wewe ukiwa na hilo neno ndani yako, manake unacho cha kumkabili Ibilisi na Shetani. Ukilitumia neno utashinda. Bwana asifiwe sana. Basi hiyo ndio habari ya majaribu haya ya Yesu. Lakini ule mstari wa 13 nasema, basi alipomaliza kila jaribu Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hapa duniani majaribu tutaenda nayo mpaka siku ile tumekata roho. Bwana asifiwe sana. Vita vyetu na Ibilisi haviishi siku moja. Kila siku Ibilisi na Shetani atatuletea vikwazo, atatuletea majaribu, atatuletea hili na hili. Likipita hili usifikiri kwamba maana yake yameisha. Ndio kwa maana anasema alikwenda akamwacha akaenda zake kwa muda.
kitambo, manake atarudi tena. Kwa hiyo ndugu yangu Mkristo, ujue kwamba vita vyetu na ibilisi na shetani haviishi mara moja. Ni mapambano, ni mapambano, ni mapambano mpaka siku ya kufa kwetu, mpaka siku ya kufa kwangu, mpaka siku ya kufa kwako. Na ndiyo maana Bwana Yesu ametuagiza kwamba ombeni bila kuchoka, wala msikate tamaa. Kwa hiyo maombi ni kila siku, kufunga ni kila siku. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa ndugu zangu, kipindi hiki cha Kwaresma Wakristo tunahimizwa kufunga katika siku hizi 40. Ni kipindi cha kufunga, ni kipindi cha matafakari ya neno la Mungu. Kama nilivyosema, neno la Mungu ni upanga, ndiyo silaha peke yake ambayo mwanadamu na hasa Mkristo unaweza kutumia kwa ajili ya kukabiliana na ibilisi na shetani, kukabiliana na malimwengu, kukabiliana na mabaya na maovu yote yanayotawala dunia hii. Kwa hiyo ukiwa na neno la Mungu, ndugu yangu, utakuwa umeshinda. Kwa hiyo toba, kufunga na matafakari. Haitoshi kufunga tu, haitoshi. Lazima uwe na muda wa toba, wa kumwambia Mungu, unisamehe, nimefanya 1, 2, 3, nataka nibadilike, nataka unibadilishe niwe kiumbe kipya, ya kale yamepita, sasa yawe mapya. Kwa hiyo toba ni kitu muhimu sana. Kufunga na matafakari ya neno la Mungu ni muhimu sana. Ni wakati ama kipindi cha kuwahimiza na kuwakumbusha Wakristo kumrudia Mungu wao kwa mioyo yao yote. Neno la Mungu linataka tuhimizane, tuhamasishane, tutiane moyo kwamba hiki ni kipindi cha Kwaresma, hiki ni kipindi cha kufunga, na tunapofunga tunakuwa karibu na Mungu. Faida yake, unapofunga unakuwa karibu na Mungu. Unapofunga unauadhibu mwili, ili roho yako ipate kuwa na afya. Bwana asifiwe sana. Vaeni uvumilivu katika maisha yenu, Mwenyezi Mungu ili atukuzwe. Mwenyezi Mungu ili atukuzwe. Vaeni uvumilivu katika maisha yenu, Mwenyezi Mungu ili atukuzwe. Mwenyezi Mungu ili atukuzwe. Maombi ni muhimu katika maisha yenu yote. Maombi ni simu ya kusema na Mungu Baba, na haja zenu zijulikane naye, na haja zenu zijulikane naye. Maombi ni muhimu katika maisha yenu yote. Maombi ni simu ya kusema na Mungu Baba, na haja zenu zijulikane naye, na haja zenu zijulikane naye. Maombi ni muhimu